Tumwa. Sikizo unapanda kichwani, si ndio? Unataka kuniingilia mpaka kwenye mambo yangu, si ndio? Umepata hapo kiburi ama umepata hapo uthubutu wa kunyanyua jicho lako na kwenda kumpiga mpenzi wangu. Naona sasa unaendelea kuvuka mipaka. Lakini kama utakuwa na tabia yako hiyo hiyo na ukiendelea tabia yako hiyo ya kunyanyua mikono yako na kwenda kumpiga mpenzi wangu, umundani utaondoka. Kwa sababu sijaridhishwa na kitendo chako ulichokifanya. Na wala sijafurahia kabisa, kwa sababu mpenzi wangu sitaji apitie maumivu ya aina yoyote. Lakini kama sitaki apitie maumivu ya aina yoyote, usithubutu. Mimi mwenyewe sijai kumkosea. Lakini je, wewe kwa nini unanyanyua mkono wako ndio kumpiga? Wewe ni nani kwenye nyumba? Aliyekufundisha hiyo tabia ni nani? Sikiliza. Usitaki nikafanya maamuzi zaidi ya hapo. Ni mwenye ni chizi kuliko unavyonifikiria. Huna thamani yote katika hii nyumba. Na muda wowote kitakachokuja hutokifurahia. Kwa sababu kama unaniona tunaingia na kutoka, ama ulithubutu kufanya jambo lako jamii nikakuachia, sio hivyo. Tena usinipime. Hii ni bahari bwana, haipimwi kwa kisu. Umenielewa? Yaani hii ni bahari, haipimwi kwa kisu. Lakini tabia kwenda kumpiga mpenzi wangu sijaipenda. Lakini kama mama yako ndivyo alivyokutuma, kwa sababu ni Firauni kama wewe ulivyokuwa. Sikiliza. Kama kwenu haujafunzwa, mimi nitakufunza, kwa sababu unanijua vizuri. Huo ujinga na pumbavu wako unataka kuleta ndani ya hii nyumba, sitakuelewa hata siku moja. Huyu ni wa thamani sana kwangu. Kwa hiyo na kila sababu mimi mumeo kusikia maumivu anayopata huyo. Alafu baby, wewe mke wako anapenda ngumi kama Ibrahim Afya. Yaani muda wote tu anaanza kupigana, hata maisha mengine hawana. Alipiga kichwa kimoja mpaka mimi siwezi kucheka. Sijali, amesha. Anamaliza. Wewe endelea kunipanda kichwani hivyo. Lakini mimi ni mkorofi kuliko unavyonifikiria. Kuna mtu anakupa kiburi au na mama yako mpumbavu? Endelea alafu uone. Toka kenge. Sura imempauka kama takola nini mzee. Angalia. Ujinga. Ndio mko wako bondia, unge mpeka ulingona kwenda kupigana na kina Mwakina mkalipo. Ninacho kidogo. Sijapa chochote kinaniuma kucheka. Nimerudishia yule pale yule. Tunamaliza sawa. Hello. Sasa amaliza vizuri. Basi sawa. Mimi nitakuwa nimemaliza vizuri. Jampiga. Nitapiga siku nyingine mwasika. Nako siku nyingine usimpiga. Haitajirudia. Sawa. Naam. Hizo nampangia na mtao. Maana bebe ulisema ile hazai. Mimi mbeba mimba. Lakini hata humwachi. Au unataka kumchezea? Unataka nikijifungua tu nimwache mwanao nifukuze. Nakwambia hapo unanicheka. Wenzangu, unajua usilolijua sana usikafika. Unajua lazima utumie akili, na mimi natumia akili kweli, kwa sababu kwa sasa hivi nikisema ni mwache haraka kuna mali nyingi sasa tutagawana, kitu ambacho mimi sikitaki kabisa, kwa maslahi mazima ya mtoto na wewe mwenye binafsi. Nasubiri yule mwanamke adai talaka yeye mwenyewe. Hata kama hajadai, pindi atakapokuwa amedai talaka, naamini yeye atakuwa hana haki tena kwenye mali.
Mimi unasema tu hivi, kwani mwache tupo hivi? Hapana, kwa sababu bado ni haraka sana, simeelewa. Na talaka ni lazima atadai, kwa sababu hatafurahia uwepo wako baina yako wewe na mimi, na pindi atakaposikia kuona mimba na hatakubali kabisa. Kwa utamwacha sili Kabisa kabisa, yaani nitamwacha kwenye hilo, wala usijali. Hakuna kitakachoharibika kabisa, sawa? Usijali. Kitu kitaenda sawa na maisha mengine yataendelea. Au sio? Sawa. Kila kitu kitakuwa sawa, ataondoka ndani ya nyumba. Kabisa, nyumba nzima hii. Tabaki mimi, wewe na mtoto wetu. Sawa? Haya. Wewe sasa kwa na kiume ama atakuwa wa kike. Nitampeleka kule dawa kwanza. Wewe. Nitaenda dawa kabisa. Unajua maisha uliyopitia wewe, ndio maana unapajua mwaka. Kwa sababu unajua maneno ni machafu mabaya, hafai hata kumpendeza. Sawa, mimi nataka wewe utoke kule. Nataka wewe utoke kule. Kwa hata mwanangu pia taki afanye kazi. Sawa. Atapata wapi mume sahihi kama wewe na macho na kipekee? Wala dai. Pole, si uliniacha kwa vishindo kafata wale, moyo ungeka mashimo. Eksi pole, si uliniacha kwa vishindo kafata wale, moyo ungeka mashimo. Nimekuwa huru, sasa hivi na nuru, nimeglock toka nimpate huyu. Ila sijali ulipochana mmeshana, yale maumivu uloniachia yamepona. Huyo sasa tari, moyo kauponya. Nani tena Faiza alonitafuta ya Rabi? Yaani hajui muda wa kazi wala muda wa nini. Masaa 24 kutafutana tu. Mwanaharamu kama nitumie 50,000. Kwa hiyo 50,000 yake hii ndo yangu mimi, ni ya mtoto. Hivi umkaka nikimchamba saizi itakuwa nimemkosea? Ndiyo Mama Alidi. Mimi nimekuja hapa kukupa taarifa na kukuaga. Ndiyo. Kwamba nimepata kazi, natakiwa nisafiri kikazi, niende kwenye kazi. Kwa nimekuja hapa kuchukua baraka za mwanangu na wewe kama mzazi mwenzangu. Hilo halina shaka. Madhali umepata kazi, kazi yako wewe ndo mafanikio kwetu. Hamna neno. Mimi nakutakia kila laheri. Ila sasa, nina imani kwenye hiyo kazi itakuwa unapata hela nzuri tu. Kwa nini usifanye mpango tukaoana? Tuone? Ndiyo. Kuhusu kuona mimi naye haiwezekani. Tulishakubaliana nalea mimba na mtoto wangu. Basi. Kuhusu kuoana ni sahau. Yaani acha kusahau. Hata ningepewa ile kombe lenyewe la Zimbo lile la kusahau nisingesahau. Sijui umenielewa? Umenizalisha kwa ilikuwa shida yako nichezea afu ndio uniambie kuhusu kuoana ilo sahau. Sawa. Si ni sawa? Umesahau utalea mtoto wako. Ndio ulichokisema hicho? Ndio. Sasa kila baada ya wiki 2 nataka wewe unaniletea 100,000 hapa kwa ajili ya huduma za mtoto wako. 100,000? Ndio. Unafikiri mimi nalipo shilingi ngapi? Mimi hainihusu. Sikiliza nikwambie. Mimi nitakachojaliwa ndo nitakachokuwa natoa. Wewe usidhanie mimi sijui kwamba madaktari wanapata pesa nyingi sana kuliko hata watu wengine. Sasa hiyo 100,000 kama unaiona kubwa, ndo nimeshasema kama unaona ni mzigo sana, beba mtoto wako uondoke naye. Alafu na ukajua utaamua kulea ni nini. Sawa, nitakupa hiyo 100,000. Hapo tumeelewana. Sasa basi, safiri salama, msalimu Maulana. Upate pesa uniletee mimi mama na wewe wako mwana. Jibu hapana. Nilimwambia asiende katobweka huko ili amlee mtoto wake. Sasa katobweka. Anitumie mimi shilingi 50,000. Sasa subiri kimrambe ndo atajua nini maana nini.
Wewe mwana haramu kaduda. Nilikwambia usitobweke huko kwa ajili ya mtoto wako. Sasa umeenda umetobweka. Wanitumie mimi 50,000. 50,000 mimi niifanyie nini? Kweli wanaume wasiokuwa na haya bado wapo. Hivi wewe nikikuletea upanya wako huko umlee utaweza? Tulikubaliana 100,000. Umenitumia 80 zako mara 2, nimekuvumilia. Leo umeona haitoshi, umenitumia mimi 50,000. Ina maana hizo hela kuna sehemu nakopeleka, si ndio hivyo? Kumbuka kwa umefuata kazi kwa ajili ya mtoto wako. Sio kwamba kwa ajili ya kwenda kufanya umalaya huko. Nadhani utakuwa umenielewa. Sasa basi, kuanzia leo hii sitaki tena 80,000 na hii 50,000 siitoi. Niongeze 50,000 nyingine itimie 100,000. Na kuanzia leo ni 100,000 kwenda mbele. 80,000 zako huko. Shetani mweusi wewe. Na ngoja, yaani huyu mtoto wake nitampelekea huko asifanye mimi kama mwenda azimu. Hivi huyu kulea una kazi ndogo Kama kwa mimi sina upanya yake ninocheza naye saa hizi. Siko mwenye na maisha yangu mengine kwa barabarani. Lakini bwana niache dhambi. Huyu mkakati anajitahidi. Yule mwenzia hata hela kutoa mimba yenyewe kafanya kunipa mkewe. Niache tu saa nyingine kama mdomo nikipunguze. Maana nitakosa mwana na maji ya moto. Ningepata wapi saizi hiyo 50,000 na madeni mpaka nyuma ya kisogo. Mungu alikuwa na habari njema nataka nikuambie. Ila kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. Maana naona kama ni muujiza ametutendea. Yaani kilichotokea siamini. Maana ni kilio chetu kwa muda mrefu sana. Hatimaye Mwenyezi Mungu ameweza kutusikia kilio. Nimeenda hospitali. Nimeenda kupima. Nimejulikana mimi mjamzito. Hatimaye nanga Mbatasa anataka kugawanyika. Wewe mwanamke. Naona sasa hivi utakunipanda kichwani. Ndio. Kwa unaona nafasi nyingine ya uongo ambao naweza kuja kunongopea mimi, ukaona hicho ndio cha msingi sana kwako. Sikiliza. Huo ujauzito sio kwangu mimi. Na hiyo mimba umeipata huko Dar es Salaam ulipokwenda na mama yako kudanga. Lakini mimi sina hiyo mimba. Sasa mimi na sababu gani mume wangu kukudanganya? Kwa nini sikudanganya miaka yote hiyo? Nije kudanganya leo. Na unajua fika ilikuwa nia yangu mimi ni nini na kilio changu siku zote huko ndani. Kwa nini iwe leo? Kwa hiyo wewe ulikuwa huwezi kushika mimba mpaka mimi nianze, si ndio? Mwanangu samahani. Haya mambo ni ya mke na mume, ni wanandoa. Mimi na wewe ni wapenzi wasikilizaji tu mwanangu samahani. Tusikilize tu hapa. Kumbe mama ni mpenzi msikilizaji. Sasa mimi sio mpenzi msikilizaji hapa. Mimi hapa nipo nayo nikiunganisha kwenye hawa wanandoa. Kumbe mwenzetu umekaa hapa muda wote kumbe ni mpenzi msikilizaji. Kaka kule ndani. Sisi tutaongeza tu sauti ili usikie asikupite. Au sio baby? Sahihi. Alafu na nyingine la ziada sana. Lakini mimi naomba kati yenu wote wawili masikini mweze kusikiliza kwa makini sana. Tumeelewana? Hii nyumba mnayoiona yote na kila kilichomo humu ndani, huyu ndiye atakuwa anaongoza hiyo. Kwa chochote mtakachokuwa mnakitaji jikoni, naomba mumpe taarifa mapema sana. Vinginevyo takuja kuonana wabaya. Mtumwa mimi sitaminiki, siheshimiki. Mtumwa mimi moto moto, ni maisha yangu ni mikiki mikiki. Mtumwa mimi
motoni. Shu, nahitaji kujua ukweli wa maisha yako. Unaposema ukweli unamaanisha nini? Yaani kuhusu mimi, kabila yangu au familia yangu ipoje au mahusiano yangu? Bado sijakuelewa. Ninavyosema nahitaji kujua ukweli wote wa maisha yako, yaani kila kitu kinachokuhusu wewe nahitaji kukifahamu. Tuanze na mahusiano. Japo ni wanaume wachache sana wanaopenda kusikia hizo stori za nyuma za wanawake zao. Ila kiukweli mimi nina mahusiano. Ila sijajua anahusiana na nini. Mwanaume anaitwa Dula. Ila huyo mwanaume ni muuni. Yaani nikisema ni muuni namaanisha muda wote ana maplasta, ana macheni, ana kufuli hapa, kipenzi kipo hapa. Yaani hata nasikia pia hata hebu kuongoza na mimi. Nikuulize swali. Unampenda Dula? Sijawahi kujua kama nampenda Dula au moyo wangu haujapata mtu sahihi wa kuwa naye. Je, ukipata mtu sahihi uko tayari kuachana naye? Yeah, nipo tayari. Japo wanaume nyie ni baba mmoja mama mmoja. Ila kila mwanaume na ujio wake. Siwezi jua. Sawa. Labda nikwambie kitu kimoja. Pengine unakifahamu au ukifahamu. Kwenye maisha mwanamke anahitaji mambo matatu. Na cha kushukuru Mungu, moja tayari umeshalitimiza. Kama hutojali, nipatie nafasi na ridhaa nitimize mawili yaliyobaki. Na maanisha mwanamke anatakiwa cha kwanza avae ajistiri. Wewe unavaa unajistiri. Cha pili, anapofikisha umri na muda anatakiwa aolewe astirike. Cha tatu, anatakiwa anapokufa azikwe. Hivyo unapoongea unamaanisha au unaongea tu kunifurahisha? Yeah, nipo serious. Kila ninachokizungumza naongea nikiwa na maanisha na naongea kitu cha ukweli ambacho unaweza kukifanya. Nisije nikatema Big G kwa karanga za kuonjeshwa. Maana naweza nikamwacha Dula nikawa na wewe, alafu ukanifanyia mauzauza mpaka nikajutia. Unajua yule ni muone lakini ana mazuri yake. Na ndo yanayonipa moyo mimi mpaka dakika hii nipo naye. Sijamwacha. Kwani sije nikamwacha alafu kaja ukanipa pigo kubwa kuliko la yule muone. Labda nikwambie kitu kimoja na pia nikutoe hofu. Mna kawaida kufananisha matukio, kusema wanaume wote baba mmoja mama mmoja. Ila hapana kitu kama hicho. Kila mtu ana vile alivyokuwa na vile anavyokiamini. Mimi nimekuwa sana kwenye dini na kukuthibitishia hilo. Yaani ukinipa ridhaa sitofanya chochote na wewe mpaka pale utakapooana. Basi sawa. Mimi nitafanya hivyo kama unavyotaka. Ila usiniangushe. Maana hata mimi mwenyewe nilitamani nije kuwa na mume. Yaani nije kuwa mke wa mtu. Tara nistirike. Shoga yangu, da kumekupenda sio mchezo. Umekuwa mzuri. Wewe na mpachano, acha unafiki bwana. Sasa mimi nina uzuri gani? Joto hilo loko da, mabala yote na uzuri gani? Bwana, kwa kama umekaa vizuri nisikusifie. Usichekeshe. Niambie shoga yangu. Kwanza nipumue. Dada ninaumbea. Hey. Kama unaponjua shoga yako mimi. Friji langu mimi bovu da. Gesi imeisha. Kola kwa ruza. Yaani nashuka tu pale hata kwangu sijakaa. Nikasema au hata silali nao kisa nije nife sijakupa ombea. Nikasema hapa sina 100 bovu. Lakini nikasema aka ombea huu hapana. Ngoja nikufikishie hivi vya moto. Kabla hujapoa nikaenda kukopasa nikaja. Na deni mama. Nje nikupe ombea. Haya nipe udugu wangu. Dada yani. Wanaume hawana maana hawa nyie. Wanaume washenzi sana. Kimeshakukuta? Yaani kute wapi? Yaani wanaume sio hawana maana. Ndio maana mimi nauaga tu mke zangu single, sina mwanaume,
Sina. Unanionaga mimi mjinga? Shoga yangu kupe umbea. Si wakati nipo da. Nimekutana na shemeji. Shemeji dada. Ana kazi ya maana. Ana hela. Kwanza picha inaanza ananukia kama jini. Upo? Ufunguo wa gari huu hapa dada. Kiunoni. Yaani wewe bwana, mimi najua umbea gani mzito. Yaani mpaka nahisi joto kasema hapa ngoja nipokee. Sasa hilo mimi sinalijua. Aliniambia kila kitu kama kapata kazi hospitalini mama. Na nashukuru Mungu pia vijipesa akipata kidogo kidogo ananitumia kwa ajili ya huyo mtoto wake. Japokuwa ndio hivyo kwa ugomvi twagombana lakini ananitumia hiyo nusu nusu. Nitafanyaje sasa? Wewe na ushamtia shoti. Yaani kila ninachokuletea wewe unacho. Sasa kumbe ubea unao kwa nini usiniambie? Nimetoka huko, nimekopa, nimekuja nikasema ngoja nimfikishe shoga yangu wiki kidogo nilichokuwa nacho. Kumbe unacho. Kwa nini hujaniambia? Ushaniuzi. Basi sana. Tusameane kwa hiyo. Nitakuwa nilijisahau. Tuachane na hiyo shoga. Na lingine jipya, hilo sijui kama unao. Ni lipi hilo na niambie? Maana wewe umbea uishi wafanya kupungua tu. Mimi nitakufa vibaya shoga yangu. Kufa hufi. Ila cha moto. Niambie koma. Nenda Aurora. Umbea wangu mimi wa kumfukunywa shemeji. Shemeji sahau unakaa. Huko unakaa wapi? Anaambia nakaa hapo mtaa nyuma kuna geti la blue. Hilo geti alilojitaja na hiyo nyumba anayosema yeye anakaa. Sijui anatoka. Wanakaa wanawake watupu. Hajapo kama mwanaume hata huyo. Ananiambia naishi na mwenzangu. Nikamwambia kwa hiyo wewe umekuja na huyo shoga yangu alafu hajanipigia mimi simu, maana yake nini? Mimi sijui kama kaja unaishi naye huko mjini. Ananiambia sio huyo, nina mwanamke mwingine. Dada nimechoka. Nini? Ati mwanaume wako wewe? Baba mtoto wako wewe anaishi na mwanamke mwingine da. Ana mwanamke? Yaani sija kusikia vizuri ama? Umesikia? Labda kama haja kufaa tu, lakini kusikia umenisikia. Ana mwanamke da Mbagala anaishi naye. Kumbe. Kumbe ndio maana hela anatumiaga nusu nusu shilingi 50,000. Ina maana anazigawanya. Na hilo sasa pia useme unaoombea. Tena kampangia bonge la jumba da. Tena dada huna baadhi mjini hapa. Huna kazi dada. Unajua umechunda. Umezalishwa, umetupwa kule. Mwanzo kaenda kutafuta mwanamke mwingine anaishi naye mjini. Huko anakula naye maisha. Wewe umetupwa huku. Wanaenjoy kwa beshikilia bwana anatamba nalo. Wanatamba nalo? Nikuulize kitu. Unapafahamu anapoishi? Mimi naona mpaka hapa tulipofikia tayari huenda ikawa riziki yangu mimi na yeye imefika mwisho. Maana nimejitahidi sana kwa upande wangu kukuweka sawa mume wangu kwa kila kitu, kuanzia maneno mpaka vitendo, lakini mume wangu hauelewi wala hauoni. Kila siku mundani ni afadhali ya jana. Yaani kama binadamu tu wa kawaida nimechoka. Hivyo basi nilikuwa nataka tunafahamu. Sawa, mimi tayari nitakupa, lakini kuna vitu hivi viwili vya kuzingatia, na hivi lazima unaelewe kwa makini sana. Cha kwanza, ya kupasa utambue kuwa ndoa ni mkataba tuliofunga baina yangu mimi na wewe. Hivyo basi mtu anapovunja mkataba lazima amlipe fidia yule aliingia naye kwenye mkataba. Hata dini yetu ya Kiislamu, kwa sisi Waislamu wenye kuijua dini, tunaamrishwa ya kwamba
mwanamke anapodai talaka lazima akurudishie mahari yako na fidia. Kwa mfano, nimetoa shilingi milioni 1, aidha unirudishie milioni 1.5, milioni 2 mpaka milioni 3. Ila mimi kwa huruma yangu, Fumo Nilisaidi Mnyamisi, nimeamua nirudishie milioni 1.5 ile ile. Nafanya yote kwa sababu tumeamrishwa tuoane kwa wema na tuachane kwa wema. Kwa kuwa wewe ndio umeamua kudai talaka, pindi utakapotoka humu ndani, sitaki uondoke na mali yangu yoyote zaidi ya nguo zako tu. Je, utakubaliana na hayo? Sawa, haina shida Fumo. Acha nifikirie. Mtumwa mimi sitaminiki, siheshimiki. Mtumwa mimi moto moto, ni maisha yangu ni mikiki mikiki. Mtumwa mimi moto motoni, motoni.